Uongozi wa Simba umejitokeza hadharani na kutoa tahadhari kali kwa wanachama, wadhamini na washabiki wake dhidi ya watu wanaotumia jina la nembo ya klabu hiyo kuunda mikutano isiyo rasmi kwa maslahi binafsi. Kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa leo Februari 5, Simba imeeleza kuwa inapata taarifa kuhusu watu wanaojipenyeza na kuwaita wanachama pamoja na wadhamini kwenye mkutano ambao haujapewa baraka wala kuidhaminiwa na uongozi wa klabu. Uongozi wa Simba umeweka wazi kuwa kwa sasa hakuna mkutano wowote rasmi unaoandaliwa na kuridhiwa na klabu hiyo. Bodi ya wakurugenzi wa Simba pia imeeleza kusitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuitisha mikutano na kutoa maneno ya kashfa pamoja na kauli zisizo na staa dhidi ya mwekezaji wa klabu huyo Mo Dewji. Wakati wa taarifa hiyo, uongozi umesisitiza kuwa vitendo hivyo sivyo vya kiungwana, havikubaliki kabisa, huku ukitoa pole kwa Mo Dewji kutokana na kauli hizo zisizo na heshima kutolewa dhidi yake. Aidha, klabu imeeleza kuwa tayari imeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote waliohusika katika mkutano huo na waliokula njama na kufikisha kwenye vyombo vya dola kwa makosa ya jinai. Katika kuonyesha msimamo mkali, Simba imetangaza kuwa itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu au kikundi chochote kitakachobainika kutumia nembo ya jina ya klabu bila ruhusa rasmi ya uongozi. Klabu imewataka wanachama, wadhamini na mashabiki wake kuendelea kuiunga mkono Simba na kufuata taratibu sahihi na kutoa taarifa mara moja pale wanapokutana na shughuli zote zenye utata. Hata hivyo, baadhi ya wanachama na mashabiki wanaunganisha matukio hayo na kisomo cha Al-Badil kilichofanyika hivi karibuni, wakidai kinahusiana na kufichua wale wanaodai kuichafua klabu ya Simba. Kisomo hicho kilifanyika Magomeni katika tawi la mpira Pesa, ambapo baadhi ya wanachama wanaamini kimedhihirisha wazi watu wanaohusishwa na vitendo vinavyotolewa mgawanyiko ndani ya klabu. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment tupate kujua nini.